parties. Ni vyama ambavyo ni vya ukombozi. Ni vyama ambavyo vimefanya ukombozi wa kisiasa, vimeshika madaraka kupambana na maadui, ujinga, umaskini na maradhi. Kwa hiyo la kwanza, ili vyama vyetu viendelee kuwa vyama vya watu, lazima viendelee kutoa fursa kwa usawa, kwa haki ndani ya vyama vyenyewe. Na kwa maana hiyo basi ni muhimu sana ajenda ya umoja na mshikamano, kwanza miongoni mwa vyama vya ukombozi, lakini miongoni mwa mataifa ya Afrika kwa maana ya umajumui wa Afrika, lakini miongoni mwa vyama vyenyewe. Adui mkubwa mahala popote pale ni farakano, ni migawanyiko, ni makundi. Mambo haya matatu yanaleta madhara makubwa sana kwa umoja na mshikamano ndani ya vyama. Kwa hiyo ili vyama viendelee kuwa imara, viendelee kuaminika na watu, viendelee kuungwa mkono na wananchi, lazima kwanza vyama vyenyewe viwe na taswira ya umoja na mshikamano. Ambacho Chama cha Mapinduzi ni kwamba lazima vyama vyetu na serikali zake viendelee kuwajengea uwezo vijana. Vijana ni kundi kubwa sana. Hakuna chama kita survive kama hakikuwekeza kwa vijana. Wazee wetu, baba wa taifa, wakati wanapigania ukombozi wa bara letu la Afrika, wote walikuwa vijana. Kina Mandela. Ukija ndani ya nchi yetu, kina Kawawa, kina Kambona, wote wale ilikuwa ni timu ya vijana. Ukiangalia baraza la kwanza la Mwalimu Julius Nyerere la serikali ya Tanganyika, wote walikuwa ni vijana. Kwa hiyo lazima kuwe na mfumo wa kubadilishana vijiti. Kwa hiyo vijana wa zamani wanakwenda, wanaingia vijana wa sasa, wanaenda, tunaita succession plan. Ili maono walionayo viongozi wetu yaendelee kudumu na mapambano ya ukombozi wa kiuchumi yaendelee, lazima kuwe na mbio za kupokezana vijiti. Vijana hawa waandaliwe, wafundishwe, wapewe mafunzo ya itikadi, wapewe mafunzo ya uzalendo, wajue historia ya nchi, wajifunze uvumilivu. Mtu mwingine anaweza kufikiri uongozi tu ni jambo la kugombea tu na tayari umeshakuwa. Lazima uvumilie, utashindwa. Lazima uvumilie kukosa. Kwa hivyo mambo haya lazima tuhakikishe tunaandaa vijana. Wasiwe tu ni vijana kuchukua uongozi, lakini wawe ni vijana walioandaliwa, vijana waliopikwa, ili kusudi tuwe na taswira ya wazee, tuwe na taswira ya vijana, tuwe na taswira ya kina mama ndani ya vyama vyetu. Lengo kubwa ni kwamba yale maono ya ukombozi yataendelezwa kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo hili ni la muhimu sana na linatusaidia pia vyama vyetu kuendelea kuwa na mvuto kwa watu. Ukiingia kwenye Chama cha Mapinduzi pale utawakuta watu wa umri wa juu, utawakuta umri wa kati, utatukuta kina sisi tuko pale. Kwa hiyo watu wakikitazama chama wanaona kwamba kesho ya chama inaonekana. Wanajua kabisa kwamba baada ya miaka 10-20 Mungu akijalia chama hiki kipo. Na wale wa umri wa juu wanarithisha maono kwa umri wa kati, umri wa kati wanarithisha maono kwa vijana wa rika letu. Na sisi tunaendelea kutengeneza vijana wengine chini yetu. Hivyo ndivyo nchi inajengwa na ndivyo tutakavyoweza kujenga mataifa yetu ya Afrika. Kimeonyesha uongozi katika eneo hilo na kimefanya hivyo kwa muda mrefu sana. La pili, mapambano dhidi ya rushwa. Dunia imebadilika na chaguzi zinabadilika. Na vyama vyetu ni vyama vya watu wa kawaida. Ni vyama vya wakulima, vyama vya wafugaji, vyama vya wajasiriamali, vyama vya wananchi. Na wananchi walio wengi katika nchi zetu hizi ni wakulima. Kwa hiyo Mwalimu aliwahi kusema vyama vyetu bado havijafikia hatua ya kuwa vyama vya mabwenyenyi. Ni vyama vya wananchi wa kawaida. Na kwa maana hiyo ni muhimu sana mara zote vyama hivi tukaendelea kutazama misingi ya haki na usawa katika nafasi za uongozi na kupambana na adui rushwa. Ukiwa na adui rushwa, watu watapata uongozi kwa kutumia fedha. Hatutapata viongozi wazuri. Wale wenye sifa watakosa sifa na wasio na sifa kwa sababu wana fedha watapata madaraka. Matokeo yake tutatengeneza ombwe
la kiuongozi na tutaweka mpasuko. Tutaweka nasema gap baina ya watu na chama. Kwa sababu watu wakifika mahala wanasema bana chama hiki sio msemaji wetu. Maana matokeo yake ni kwamba tunaanza kupoteza kuungwa mkono na watu. Kwa hiyo nikawaeleza kwamba Chama cha Mapinduzi kimeendelea kuonyesha kwa vitendo kwamba ni chama ambacho kinabadilika kulingana na wakati na mahitaji ya watu. Mahala ambapo tunaona kwamba kuna vimelea na viashiria vya rushwa katika chaguzi zetu, chama kimeendelea kuchukua hatua mbalimbali. Na hata juzi kwenye mkutano mkuu chama chetu kimefanya mabadiliko ya msingi kabisa ya kuhakikisha ya kwamba zamani katika jimbo kwenye kura za maoni mgombea wetu au mtiania wetu angechaguliwa pengine na watu 700, 800. Lakini kwa sasa kwa mabadiliko haya anaweza kuchaguliwa mpaka na wajumbe kwa majimbo mengine zaidi ya 20,000. Kwa hiyo kama huyu alikuwa hafanyi kazi na yeye ameweka fedha akiamini atagawa fedha kwa wajumbe 600, 700 ili wamchague, sasa kwa mfano jimbo la Simanjiro anakabiliwa na wapiga kura wa kura za maoni karibuni 28,000. Kwa hiyo utaona kwamba ni mkakati wa kupanua demokrasia, lakini mkakati wa kudhibiti rushwa. Huwezi kuhonga watu 28,000. Kwa hivyo chama chetu kinasema kwamba ili tuendelee kuwa na kuungwa mkono na watu, lazima tupambane na rushwa. Lazima nafasi za uongozi zipatikane kwa wenye sifa kwa mujibu wa katiba na kanuni zetu. Kwa hiyo mapambano dhidi ya rushwa ni jambo la muhimu sana, na wananchi wanachukia rushwa. Wa chama ambacho kinajipambanua kupambana na rushwa, wananchi watakipenda. Vijana watakipenda. Kina mama watakipenda. Watu wote watakikimbilia chama hicho kwa sababu kinajipambanua kutoa uongozi kwa misingi ya haki na uadilifu. Lakini jambo lingine kubwa ambalo tumelizungumza ni kujenga vyama vyao. Kwa hiyo tuone vyama hivi vijengeke kwa imara. Kuna vyama ambavyo tunavijua sasa hivi na hali sio nzuri. Sasa tunategemea tuone, tufuatilie, tuone kwanza kama kufuata mafunzo yake. Tuone vyama vipi vibadilika kiasi gani. Kwa mafunzo yaliyopita ilikuwa kujenga vijana katika swala la ushirikishaji. Kwa hiyo tuone pia ndio wenyewe wanaendelea nini. Kwa sababu kila mafunzo yamekuwa na dhima yake. Sasa ile dhima ndio unaweza kuifuatilia. Lakini kwa ujumla mimi nasema kwa kitu ambacho nimekiona wengi waliopata bahati. Kwenye nchi zote wengi waliotoka hapa wamepata vyeo. Sasa kama kupata cheo ni matokeo machanya, mimi hayo sioni kama matokeo chanya. Mimi nadhani mama labda uzungumzie labda katika kipindi cha siku 10 hapa ambapo amekaa. Yule ameuliza swali lake la msingi. Yule ameuliza swali lake ndio maana nikamwambia kwamba ni hilo swali. Yule swali ameuliza swali ndio kabla kumwambia tafsiri yangu mimi. Nafikiri umeridhika? Nimeridhika. Asante. Ila naomba niseme mimi najipanga kisheria na taratibu ya mafunzo. Sisi tunasema kuna aina 3 za matokeo. Leo hapa nimemaliza wanafunzi 90. Leo hapa nimehesabu wanafunzi waliopitia hapa wanafunzi 11,000. Hao ni matokeo ya kwanza. Wanafunzi namba kadhaa wamemaliza mafunzo. Hilo nalo ni tokeo pia la muhimu sana. Tokeo la pili ambalo tunasema lazima matokeo ambayo yanaleta yani matokeo chanya sasa. Yani uone baada ya kutoka masomo sasa nini anaenda kufanya kule alikotoka. Na wao tunawaambia banaji kwamba wewe umetoka shule hii ya uongozi. Tunataka uwe kiongozi mshirikishaji, kiongozi ambaye anatoa matokeo chanya. Na matokeo yanatoka kwa ajili ya wao kushirikisha wale wananchi walikotoka. Kwa hiyo ndio nafasi ya pili. Na hii mara nyingi inatokea baada ya miaka miwili baada ya mafunzo kama miaka miwili. Ukiona baadhi wengine wanatokea moja kwa moja, wengine tukichukua miaka miwili. Lakini tiko kubwa kabisa ni ile sasa kuleta mageuzi kwa maisha ya watu. Kiongozi mzuri, kiongozi aliyeiva amepikwa vizuri kisiasa na kichumi, lazima aweze kuleta matokeo chanya kwa watu wanaoongoza. Na matokeo yale maana yake kwamba lazima watu waonekane kuna maisha bora kwa wananchi katika sehemu za afya, katika sehemu za elimu na katika sehemu ya uchumi wa watu mtu mmoja mmoja. Kwa sababu mpaka sasa hivi watu wengi wanaandika hapa uchumi sio kwenye mfuko wa wale uchumi kwenye mfuko. Sasa ni kazi ya kiongozi huu, kwa sababu kazi ya kiongozi moja hapo ni kuhamasisha watu kushiriki shughuli za kufanya kazi, kwa shughuli za tija. Kwa hiyo mimi nataka kama tukio sasa niseme baada ya miaka 3 tukipima sasa ndio tukafanya tupate matokeo. Natosha. Natosha. Tafuturu kwa. Profesa, asante sana.